Tunaendelea kama jeshi la polisi kusisitiza amani na nini na utulivu wa nchi yetu. Sisi tushiriki kuhakikisha kwamba tunailinda hii amani ambayo tunayo kwa wivu mkubwa sana, na kuilinda Tanzania ni nani? Ni sisi wenyewe. Hawezi akatoka mtu mbali akaja kutulindia nchi yetu. Nchi yetu tunatakiwa tulinde sisi wenyewe kwa wivu mkubwa, kuhakikisha kwamba kunakuwa na amani na utulivu, na sisi tunafanya shughuli za kiuchumi kama hivi. Sisi ni wasafirishaji bila kuwa na vurugu wala vitisho vyovyote. Nimekuja kuasa, kuna maandamano yanatajwa kwenye nini yanatajwa? Kwenye mitandao. Kuna watu wanahamasisha tarehe 9 tutakuwa na maandamano. Kwa hiyo nimekuja kuwasihi wasafirishaji wa kanda ya Buhongwa tusishiriki haya maandamano. Matokeo yake tufanye nini? Tufanye kazi na tushirikiane sisi kwa sisi na tuambizane sisi kwa sisi kulinda nchi yetu kwa wivu mkubwa, kuhakikisha kunakuwa na amani na sio kila mtu aendelee na nini? Na kazi yake kwa ajili ya kujipatia vurugu. Vurugu zikitokea jamani kwenye nchi, kuna nchi wanataka kutukaribisha tukaenda. Nchi yetu ni Tanzania. Kwa lazima tuipiganie, tuilinde kwa nguvu kubwa na kwa wivu mkubwa, na kwa kuilinda ni nyie wenyewe. Hapa naona vijana ni wengi sana, na vijana ndio wana nguvu za kulinda nini? Kulinda nchi. Na wakulinda ni nani? Mimi nawaona hapa. Wakulinda ni nani? Sasa nyie vijana mnatakiwa mshirikiane na jeshi la polisi kuhakikisha kunakuwa na amani na nini? Na usalama. Na sisi wenyewe kwa wenyewe tuonyane. Wale ambao wanahamasisha chini kwa chini, toa nini? Toa taarifa. Kundi kubwa kama hili, kuna wengine watakuwa wanapiga na nani hapa. Tatoa namba yangu. Wewe ukiona, yani ukimwona hata mtu ana viashiria, kwa kumuona usoni tunaweza kaona ana viashiria. Kwa majina naitwa Tadeo Bagega, ni kitu wa bajaji za Buhongwa Center, route Nyegezi-Kona mpaka mjini. Nadhani kwa siku ya leo, nadhani mwana wageni ambao umetutembelea tuko OCD na wengineo. Sisi nadhani lengo kubwa na dhumuni ambao la kufika hapa wao, nadhani wametuelekeza kulingana na changamoto ambayo imejitokeza hapo nyuma ambayo ilitokea maandamano, na kiwa wamekuja kuasa watu na kusisitiza watu kwamba kuwepo na ushirikiano ili isije kujirudia tena kwa watu ambao wanafanya uchochezi. Majina naitwa Tadeo Bagega, mwenyekiti wa bajaji za Buhongwa Center ambazo zina route ya kwenda Nyegezi-Kona mpaka mjini. Leo tumepata ugeni wa RTO, DTO na OCD, ikiwa lengo na dhumuni ni kuzungumzia hii habari ya Disemba 9 kulingana na watu ambao wanaendelea kuchochea mitandaoni. Kwa sisi kama kiongozi na maafisa usafirishaji wa bajaji, nimechukua fursa au nafasi hii kuzungumza na wenzangu ili kuwahimiza na kuwasisitiza, sababu hii ikija kutokea tena kama ilipotokea, wote tunakumbuka tarehe 29 nini kilitokea, inaweza kutuathiri zaidi na zaidi. Kwa sisi kama viongozi wa bajaji tutajaribu kuwahimiza na kuhimizana na wanachama wenzetu, kwa sababu hii kitokea tena itakuwa ni changamoto, kwa sababu kwanza tayari kama utoki nyumbani kwenda kutafuta riziki, wengi wetu hamna mtu ambaye anajibu hata wiki au siku 3, 4, 5, wengi wanakuta ni siku moja au mbili. Kwa hiyo kama ikitokea tena kama ilivyotokea itatuathiri zaidi. Kwa hiyo mimi ningeomba tu madereva wenzangu, wananchi, vijana wenzangu, watafuta riziki kama sisi, tujihadhari haya makundi kama walivyotuelekeza Mheshimiwa RTO, OCD, RPC, kwamba hii kitu tusikubaliane na haya makundi ambao tutakaona wanaviashiria ya kutaka watu vijana waanze kwenda barabarani na kuandamana. Na kama ikitokea kama walivyoelezea kwamba mtu anaonekana na viashiria hivyo, wametoa namba za mawasiliano ya simu kwamba alipotiwe
kwa njia ya simu pasipata kwenda ofisini. Kwa hiyo nadhani itatusaidia sana sisi kama vijana. Kwa majina anaitwa Anifa Ruteja, ni mwanachama, ni dereva bajaji wa Bongwa Sawa, wilaya ya Nyamagana, mkoa wa Mwanza. Kuhusu hii tarehe 9, tulikuwa tunaomba vijana ambao wanajihusisha na maandamano, tulikuwa tunaomba vijana, kwa sababu wengine kama sisi madereva tunatoka ndani ndo tule, tukienda kutafuta ndo tunapata kula. Kama sisi wanawake unakuta kama sisi tunaingia kwenye hii kazi, sio kwamba tulipenda, hatukupenda kwa sababu hatuna riziki nyingine ya kutuingizia kipato ili familia zetu tule. Lakini amani inapotoweka, sisi tunapata changamoto kubwa sana. Tunapata changamoto kubwa sana, familia inakosa amani, watoto wanakosa zile huduma za msingi kwa wakati huo. Kwa kitu tulikuwa tunaomba viongozi, tunaomba zingatie hiyo tarehe 9, waweke ulinzi wa kutosha ili watu tuwe na amani, madereva tuendelee kufanya kazi. Pia tulikuwa tunaomba kama walivyotangaza kwamba tunasikia kwamba sheri zinaweza zikafungwa, sisi tulikuwa tunaomba wasitufungie, tuendelee kufanya kazi, amani iendelee kuwepo. Kwa majina yangu naitwa Penda Mangweku Santuli, ni mkazi wa Kakola, lakini kwa sasa nafanyia kazi hapa mjini Mwanza kama afisa usafirishaji upande wa bajaji za abiria. Swala ambalo lilikuwa nazungumziwa na maafande hapa na wakuu wetu wa mapolisi ni swala ambalo limebeba kiini cha usalama wa taifa. Mimi nimeelewa endapo tutakutana na taarifa zozote ambazo zinahatarisha ama zinasababisha uvunjifu wa amani, tutaziripoti kama walivyotoa maelekezo wakuu wetu wa mapolisi kwa namba ambazo wameziacha. Ninaomba tu kwa taifa letu tuilinde amani. Kwa sababu gani? Amani ikitoweka ndani ya taifa tutahangaika sana. Tumekuwa na siku 4 ambazo zilipita hapo nyuma zilisababisha mimi kuniweka ndani. Ina maana kwamba hatukuruhusiwa kutoka nje kama kufanya biashara na kama kufanya kazi nyingineyo. Sasa tuliishi kwa shida, maana chakula ambacho tulikuwa nacho kilituishia, nani uende ukahemee wapi? Kwa hiyo swala la kulinda amani sio la mapolisi tu, ni letu wote wa Tanzania, tuilinde tu amani. Lakini sisi wenyewe tunaomba amani iwepo, kama mashehe na wachungaji ambavyo wanaombea amani msikitini na makanisani, na sisi tunaotembea kwa mguu tuombe kuwa na amani katika taifa letu, tutaishi kwa amani na utulivu.